Hali ya kawaida imeanza kurejea nchini Tanzania baada ya uapisho wa Rais Samia Suluhu Hassan kwa muhula wake wa pili. Huduma kama intaneti, usafiri binafsi na ule wa umma, biashara ndogo ndogo zinarejea taratibu katika maeneo mengi ya nchi, hasa yale yaliyoshuhudia vurugu na maandamano wakati wa uchaguzi mkuu wa Oktoba tarehe 29 na kisha kufuatiwa na hali ya sintofahamu. Ingawaje visa vya mauaji bado vinamulikwa. Tunaungana na mhariri mkuu wa Tanzania Hezron Obadia kutoa uhalisia wa taswira ilivyo Tanzania. Obadia, kama unanipata kwa njia iliyo safi kabisa, hujambo, na labda naomba utuchoree taswira kamili ya jinsi mambo yalivyo sasa hivi Tanzania. Shukran sana na kupata kwa njia safi kabisa huko jijini Nairobi. Hapa Dar es Salaam mambo ni shwari kabisa. Naam. Japokuwa kumekuwa na mvua nyingi tokea jana, lakini hali ya kawaida imeanza kurejea tokea jana, hasa katika soko kuu la kimataifa la Kariakoo. Mambo yanazidi kurejea kama kawaida. Kwa kumekuwa na tetesi kwamba sehemu ya Mabwepande kule katika wilaya ya Kinondoni kunaonekana malori ya kijeshi yakipeleka miili. Kwa hivyo hizo ndio tetesi kwa sasa, lakini hali kwa ujumla katika miji yote ni shwari. Na labda kumekuwa na hiyo hali ya sintofahamu ambayo tulikuwa tumedokeza hapo awali. Labda Rais ametoa taarifa yote ya jinsi labda ataleta mtagusano mzuri na ile hali ya mshike ambayo iko kati ya watu waliomchagua na watu ambao walikuwa kiunga mkono mrengo wa upinzani. Ama kweli kauli hapa ya wengi ambao katika zunguka yetu na wale tumeongea nao, ama wengi sauti zao bado hata katika mitandao tokea shughuli ama tokea mtandao uregeshwe, wanasema kwamba hawamtambui kwamba kuwa yeye ni rais. Maana wanasema kwamba endapo kweli yeye alikuwa ni rais wa wananchi na alichaguliwa na wananchi zaidi ya milioni 31 kama ilivyotangazwa, basi hangeweza kuapishwa katika kambi ya jeshi. Kwa hivyo wanasema kwamba hadi kufikia sasa hawamtambui, na wanachohitaji, wanataka wale mateka wote wa kisiasa waachiliwe, akiwemo Tundu Antipas Lissu, kiongozi mwenyekiti wa chama cha Chadema, na vile John Heche ambaye ni naibu wake, ambaye alitekwa na maafisa wa polisi katika kituo cha polisi cha Mtumbo jijini Dodoma hapo jana, na hadi kufikia sasa hajulikani alipo, japokuwa kuna tetesi kwamba kutoka kwa maeneo mbalimbali kwamba huenda akawasilishwa mahakamani hapa jijini Dar es Salaam katika masjala ndogo ya Mahakama Kuu ya Tanzania Dar es Salaam kwa makosa ya ugaidi. Na asante sana Obadia, na labda swali la mwisho, kulikuwa na vifo ambavyo vilitukia, labda idadi kufikia sasa imefikia wapi? Halafu pia Kenya ilikuwa ni mojawapo ya taifa ambalo liliathirika na yale machafuko ambayo yalitukia pale. Labda mpango umefikia wapi kuhakikisha kwamba angalau wametuliza zile hasira ambazo ziko miongoni mwa Wakenya, Waganda na pia Watanzania? Ama kweli hilo sioni likifanyika, manake anachotamka Rais Samia tangu apishwe ni kwamba atapambana na wale wote ambao waliandaa ama wale wote walihusika na maandamano. Na hadi kufikia sasa wale wanaohusika, hususan raia wa kigeni, kumekuwa na msako mkali kuanzia jana asubuhi wa raia wa kigeni ambao wanatembelea hadi kwa mahoteli pamoja na maeneo mbalimbali ya biashara, ikiwemo soko kuu la kimataifa la Kariakoo, na vile wanafanya msako, wanaweka hizo roadblock kuangalia vitambulisho, kuangalia pasipoti, na iwapo wewe unapatikana kwamba wewe ni mgeni na pengine uko nchini Tanzania kinyume cha sheria, mara moja unafurushwa, na kama pengine una vibali vinavyohitajika unapewa siku kadhaa kuondoka nchini mara moja, especially kwa wale watalii. Kwa hivyo hali ni tete kwa raia wa kigeni hapa, na msako huu umeweza kutia nguvuni zaidi wengi raia wa kigeni wengi kutoka nchi ya Burundi, kutoka nchi ya Zambia, kutoka nchi ya Malawi, kutoka nchi ya Demokrasia ya Kongo, na vile nchi ya Kenya. Naam, asante sana Obadia. Bila shaka tutakuwa tukirejea kwake atupashe zaidi, na ndio taswira kamili mtazamaji kutoka taifa la Tanzania siku 3 baada ya Samia Suluhu Hassan kula kiapo chake cha kuwa rais wa sita wa Tanzania.